ili tuweze kutembea pamoja na mtumishi wa Bwana. Kisha fanya maombi. Karibu sana na Mungu akubariki uweze kuendelea. Haleluya. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa la Bwana. Haleluya. Kama unayo amani unaweza kumshangilia Bwana kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya, ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali sisi watoto wake kwamba tuweze kukutana tena kwa ibada ili tuweze kumwabudu Mungu, tumsifu Mungu wetu na tumrudishie utukufu kwa matendo makubwa ambayo Mungu amefanya na yale anayoendelea kufanya. Mungu wetu ni mwaminifu na hakika anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla ya kuendelea naomba niseme machache. Japokuwa pengine naweza nikawa ninavunja utaratibu wa itifaki, lakini taomba nisamehe au mnivumilie kwa maana ya kanisa pamoja na mchungaji wetu. Ni kwamba takriban kwa muda wa mwezi mmoja nafahamu nimekuwepo hapa na mguu mmoja, lakini mguu mwingine ulikuwa Kigoma nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu pia taarifa hizi kanisa mlikuwa nazo, kwa nini mguu mmoja uko hapa na kwa nini mguu mwingine uko Kigoma, mliendelea kutuombea. Kwa sababu mlituombea, hatuna budi kumshukuru Mungu na kulishukuru kanisa pia kwa namna ambavyo Mungu ameendelea kusikiliza na kujibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inamaanisha kwamba mke wangu alisafiri na alisharudi na amechelewa kidogo nafasi ya wageni. Ni kwa sababu tu usiku kama saa 3 tulipata wageni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sasa katika kuwahudumia nadhani imekuwa ni sababu ambayo imepelekea yeye kuchelewa. Sasa kwa sababu yupo, naona si vema kuendelea bila kumkaribisha ili amshukuru Mungu na kulishukuru kanisa. Tushukuru pamoja pia kwa sababu alituombea wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi niombe popote pale ambapo sauti yangu inafika na pale ambapo yupo mke wangu, naomba usimame ili ufikishe salamu na shukrani kwa kanisa. Haleluya. Haleluya. Basi kwa kweli tunashukuru kwa maombi yenu, kwa namna ambavyo mmekuwa pamoja na sisi kwa hali na mali na kwa maombi pia. Na sasa tunamshukuru Mungu kwamba mambo yanaendelea vizuri. Haleluya. Kwa Mungu awabariki sana. Haleluya. 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 Kama una amani
makofi ya kutosha kwa Mungu wetu. Nikuombe sasa ufungue Biblia yako. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 2, kuanzia mstari wa 8 mpaka 11. Yapo maneno machache, upo ujumbe ambao Mungu anapenda aseme nasi katika siku ya leo. Ufunuo sura ile ya 2, tutaanzia mstari wa 8 tutaishia mstari wa 11. Muda wetu unakwenda vizuri. Naona ni saa 5 na dakika kama 16. Asante sana. Ufunuo sura ya 2, anzia mstari wa 8 mpaka 11. Kama kuna msomaji amefika na yuko tayari kusoma vizuri bila kigugumizi na kwa vituo kabisa, nikuombe usimame na unisaidie kusoma maneno hayo au maandiko hayo. Yes, okay. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 8 hadi 11, Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Najua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hata patikana na madhara ya mauti ya pili. Amen. Ninakushukuru Mungu wangu na Bwana wangu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya maneno haya ambayo Mungu unaendelea kunena na kanisa lako. Umetupa kibali siku ya leo tuwepo. Na tayari Mungu unalo kusudi ambalo umekusudia ndani yetu. Ninakualika sasa Bwana ukaonekane na wewe mwenyewe ukalithibitishe neno hili ya kwamba ni neno lako, limetoka kwako na lipo kwa ajili yetu. Tusaidie Mungu wetu wa mbinguni, tukalipokee neno hili na kisha likafanyike msaada juu ya maisha yetu katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao, katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Haleluya. Amen. Ujumbe wetu leo ni kuwa mwaminifu hata kufa. Kuwa mwaminifu hata kufa. Ndiyo mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa upendo huo huo, bado Mungu anaendelea kulihudumia kanisa lake. Mungu anaendelea kutoa mwongozo na maelekezo pale ambapo anaona kanisa lake au watu wake hawaendi sawasawa na mapenzi yake. Kwa uaminifu wake Mungu hawezi kukaa kimya. Pale ambapo anaona kanisa la Mungu lina shida, pale ambapo anaona kuna madhaifu, kuna mapungufu ndani ya kanisa la Mungu au ndani ya watoto wa Mungu, Mungu anasema na watu hao kupitia watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ili aliponye kanisa na aokoe watu wake, kwa sababu ndilo kusudi lake tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusudi la Mungu tangu mwanzo ni kuokoa na
kutafuta kile kilichopotea. Kwa maana hiyo Mungu hataki watu wapotee wala waangamie. Kwa hiyo anasema nao pale ambapo anaona kuna shida, kuna mapungufu. Na yeye Mungu anasema na kanisa lake kupitia watumishi wake, ili yule mwenye masikio asikie na atengeneze ili aweke sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu wetu ameendelea kusema nasi hata hapa kwetu Kongowe. Tumekuwa na mafundisho mfululizo ambayo yamehusiana sana na maisha Yesu asifiwe. Kwamba mtoto wa Mungu ambaye amekubali kutii na kuitika wito wa Mungu lazima awe mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Mungu amesema nasi kuhusu kulijua kusudi lile ambalo Mungu ametukusudia. Hayo yote ni mapungufu ambayo Mungu anayaona kwetu, na anasema nasi kupitia watumishi wake ili tuweze kutengeneza na tuweze kuwa kamili, tutembee katika njia zake zilizo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa leo Mungu anasema nasi kuhusu uaminifu. Kuwa mwaminifu mpaka kufa. Sasa uaminifu au kuwa mwaminifu ndiyo ujumbe wetu leo. Nini maana ya kuwa mwaminifu? Au uaminifu maana yake ni nini? Haleluya. Sijalifuatilia sana ili kupata maana ya ndani zaidi, lakini ni Kiswahili ambacho nadhani sio msamiati mkubwa sana ambao pengine tunaweza tusijue nini maana ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa maelezo mafupi, kuwa mwaminifu maana yake ni kufanya na kutekeleza yale ambayo pengine unatakiwa kuyafanya kwa viwango sahihi, kwa muda sahihi na kwa wakati sahihi. Yawe ni yale ambayo umeamliwa na mtu aliye juu yako, na wewe umetii, umekubali, lazima uwe mwaminifu katika kuyafanya na kuyatekeleza hayo. Lakini yanaweza yasiwe ni maagizo ya mtu aliye juu yako, lakini yakawa ni makubaliano ambayo mmekubaliana wewe na mtu mwingine. Katika hayo pia unapaswa kuwa mwaminifu ili kutimiza na kutekeleza yale makubaliano au maagano au amri ulioamriwa na mtu aliye juu yako. Kwa kule kutenda yale maagizo, kule kutekeleza vile ulivyotakiwa kufanya, huo ndio uaminifu. Kwa usipofanya hivyo na tayari umekubali, wewe sio mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kabla ya kuendelea, najaribu kueleza nini maana ya uaminifu. Na Mungu ametutaka tuwe waaminifu mpaka kufa. Mungu alikukufuata, tutayafanya mapenzi yako. Yale utakayotuamuru kufanya, tutafanya. Hayo ndio Mungu anataka tuwe waaminifu katika yale ambayo tumekubali na tumekiri kuyafanya. Kama ulikubali kumfuata Kristo, anataka uwe mwaminifu na aone unamfuata kweli kweli kama ulivyokiri na kama ulivyosema wewe mwenyewe. Kama ulikubali kumtumikia, Mungu anataka akuone unamtumikia. Huo ndio uaminifu. Sasa basi, tunaona maneno haya ni maneno kutoka kwa Mungu mwenyewe. Yanakuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mungu anayafunua mambo haya kupitia Yesu Kristo. Na Yesu anayakabidhi kwa Roho Mtakatifu, na kwa uweza wake Roho Mtakatifu anamtumia malaika ili afikishe ujumbe huu kwa mtumishi wa Mungu Yohana. Lakini baada Yohana anaagizwa
aliagizwa aandike ujumbe huu na kisha akautoe kwa makanisa 7 yaliyokusudiwa. Kwa ujumbe tuliousoma ni ujumbe ambao ulitumwa na Mungu kwa mkono wa malaika kupitia mtumishi Yohana kwenda kwenye kanisa la Simirina. Kanisa hili lilikuwa ni miongoni mwa makanisa 7 ambayo Mungu alikusudia kuyatumia ujumbe. Sasa hatuwezi kuyasoma yote kwa leo. Lengo letu na ujumbe wetu upo kwenye kanisa la Simirina. Lakini kila kanisa kwa ndani ya makanisa haya 7 lilikuwa na ujumbe wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini bado ujumbe huu ulihusu kila kanisa ndani ya makanisa yote. Kwa hiyo wataalamu wa maandiko wanasema kila baada ya kila kanisa kupokea ujumbe wake, walisoma ule ujumbe, lakini baadaye alifanyika mabadilishano. Baada ya huu ujumbe ukawa unaenda kanisa lingine na lingine, na makanisa yote yakapokea zile jumbe 7. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu baada ya ujumbe wote kwa makanisa yote ulihusu kanisa lote kwa ujumla. Japo kwa vifungu kulikuwa na makanisa maalum na ujumbe ule ulitofautiana, lakini bado ulihusu kanisa lote kwa ujumla. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Amen. Kwa hiyo basi kanisa la Simirina au makanisa haya 7 ni makanisa ambayo yalikuwepo Asia ndogo, kwa sasa wanasema ni Uturuki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa sio ya ulimwengu mpya, ni nchi ambayo ipo. Uturuki ipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu akaamua kutuma ujumbe huu ndani ya makanisa haya kulingana na shida au madhaifu aliyoyaona kwa kila kanisa. Na lengo la Mungu kutuma ujumbe ni kutaka kuwaonyesha kwamba wamepotea njia, wapi wamekosea, ili watengeneze, warudi kwenye mstari wenyewe. Haleluya. Hilo ndilo lililokuwa kusudi na lengo la Mungu. Sasa basi, Mungu alipolitazama kanisa hili la Simirina, ambalo kwa hiyo tunajifunza leo, na pengine ndiyo ujumbe ambao Mungu amekusudia kusema na kanisa la Kongolo leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mkono wa Roho Mtakatifu, lakini jambo la pili ni kulieleza kanisa na kulionyesha namna lilivyo au sifa zake. Jambo la tatu ni kutoa onyo au karipio kwa kanisa husika. Lakini jambo la 4 ni kutoa maagizo yale yanayotakiwa kufanyika, na baada ya hapo ni ahadi kwamba wakitii na kufanya watapokea thawabu. Kwa kila kanisa Mungu alizingatia vipengele hivyo. Kwa unaposoma sura ile yote ya 2, ukiyatembelea makanisa yote haya 7, ukianzia na kanisa la Efeso, ukaja Simirina, sijui kuna mengine Laodikia, sijui na wapi na wapi, yako 7. Bwana Yesu asifiwe. Kila kanisa lilikuwa na mapungufu. Ni kanisa la Simirina tu ni makanisa mawili ambayo yalionekana yako sawasawa mbele za Mungu, lakini bado pamoja na kuwa sawasawa, nao walikuwa na maagizo ambayo Mungu alitaka waendelee kufanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa la Simirina lilikuwa liko vizuri, halikuwa na madhaifu yoyote, lilikuwa limejikamilisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna shida wala kosa. Na kwa sababu hiyo
Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu akaamua kuzungumza maneno ya kuwatia moyo, lakini bado ili wawe wakamilifu kweli kweli, lakini bado akatoa ahadi kwa wale ambao watatii na kuyafanya yale ambayo Mungu ametaka wafanye. Naomba uniwekee maji sawa sawa. Haleluya. Amen. Sasa basi, katika yale ambayo Mungu aliyaonyesha yaliyokuwepo ndani ya kanisa la Smirna. Kanisa la Smirna lilikuwa ni lenye dhiki, na watu wale au washirika wale walikuwa ni masikini. Katika mtazamo wa kawaida ndivyo walivyoonekana. Kwa watu wengine ndivyo walivyoonekana, kwamba ni watu duni wasiokuwa na uwezo, lakini kwa kweli walikuwa na dhiki nyingi. Kwa Mungu akazungumza nao ili kuwatia moyo kwamba hata kama mnaonekana ninyi ni masikini, lakini ninyi ni matajiri. Huyo aliyesema hivi sio mtu mwingine ila ni Mungu mwenyewe. Katika mtazamo na macho ya kawaida ni kweli walionekana ni masikini, hawakuwa na uwezo, lakini katika mambo ya kimungu, katika ulimwengu wa roho, walikuwa ni matajiri. Na sasa kwa sababu watu wa kawaida hawawezi kuwaona katika ulimwengu wa kiroho, Mungu anawaambia ninyi ni matajiri. Kwa nini? Hawa watu katika macho ya kawaida walionekana ni masikini. Si kwamba walikuwa hawana uwezo wa kufanya kazi, na si kwamba walikuwa hawana akili za kutosha. Walikuwa na akili nyingi sana, kwa sababu ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umasikini huu waliokuwa nao ulitokana na changamoto pamoja na dhiki nyingi walizokutana nazo. Na ujumbe huu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, japokuwa ulikuwa ni ujumbe maalumu kwa kanisa maalumu, lakini kiunabii maana yake linawakilisha au unawakilisha vipindi 7 vya kanisa katika ulimwengu huu, ambapo kiufupi hatuwezi kurudi huko, lakini vipindi vyote 6 vilishapita. Sasa tupo kwenye kipindi cha mwisho cha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sasa ujumbe huu uliwalenga kanisa la Smirna, na wakati ujumbe huu unafika kwao, kumbuka nimeeleza aliyepewa ufunuo huu ni Yohana ili apeleke kwa makanisa 7. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ujumbe huu Yohana alimpokea akiwa katika kisiwa cha Patimo. Aliendaje kule? Ilikuwa kama sehemu ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walishatafuta mbinu na namna nyingi za kumuua, ikashindikana. Wakaamua kumpeleka kwenye kisiwa cha Patimo, ambacho inaelezwa kwamba kilikuwa ni kisiwa cha barafu. Kwa hiyo kwa mtazamo wa kawaida aliaminika tu kwamba akipelekwa kule baada ya muda mchache atakufa. Lakini hakufa Yohana. Badala yake sasa, akiwa katika ulimwengu wa roho, Mungu anamtokea na kumpa haya au ujumbe huu ili aufikishe kwa makanisa 7. Kwa wakati ule ndani ya makanisa 7, kanisa la Smirna lilionekana ni kanisa lenye dhiki nyingi na lenye mateso mengi. Kwa kanisa hili linawakilisha kipindi cha pili cha kanisa la ulimwengu, ambacho kwa kweli kilikuwa ni kipindi cha dhiki nyingi na mateso mengi kwa Wakristo au kwa wale waliomwamini Kristo. Kipindi hicho ambacho ni kipindi cha kuanzia mwaka kama wa 100 kwenda mwaka wa 300 kama 13 baada ya kuzaliwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yohana alipelekwa Patimo kama mwaka wa 80.
akakaa kule na kama 90 na kidogo akatolewa, baada ya kuonekana kwamba imeshindikana kufa, na baadaye akaja kufa kama mwaka wa 100 hivi. Sasa kipindi hicho cha kuanzia mwaka kama wa 100 kwenda 313 ni kipindi ambacho kanisa la Mungu lilikuwa katika hali ngumu, lilikuwa katika dhiki nyingi na katika mateso mengi sana. Kwa nini? Kwa sababu wakati huu Israeli ilitawaliwa na Rumi. Rumi ndiyo iliyokuwa inatawala ulimwengu, na haya mataifa mengine yalikuwa ni koloni la taifa la Rumi. Kwa wakati huo walitawala makaisari kama wafalme. Kwa Kaisari aliyepewa kutawala eneo hili alikuwa ni Kaisari katili sana, ambaye hakuwaruhusu watu wowote, mtu yeyote amwabudu Mungu mwingine, isipokuwa alitaka aabudiwe yeye kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na alitaka zitolewe sadaka na kafara kwa ajili yake. Kwa kama mtu yeyote alionekana hamwabudu Kaisari, kwa kweli alikutana na shida na changamoto nyingi sana. Wakati mwingine hukuruhusiwa kuuza wala kununua, mpaka uonyeshe kabisa kwamba umekiri kwamba utamwabudu Kaisari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu watu hawa walikuwa wamemwamini Kristo na tayari kwa vinywa vyao wamekiri kwamba watamfuata yeye, watayafanya aliyo mapenzi yake, watamwabudu yeye wala si Mungu mwingine, wakagangamana. Wakakataa kumwabudu Kaisari, pamoja na kuwa ilikuwa ni amri ya kifalme kwamba watu wote walipaswa kumwabudu Kaisari au mfalme. Kwa hawa makaisari walikuwa ni watawala wa Kirumi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa waliitwa makaisari. Unakumbuka hata wakati wa kuzaliwa Yesu alikuwepo Kaisari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Rumi ndiyo iliyokuwa bado inatawala. Kwa hawa watu kwa uaminifu wakasema hapana, liwalo na liwe. Sasa Mungu anatokea na ujumbe huu, analieleza kanisa la Mungu la Similina. Anasema msifikiri kwamba sijui. Ninajua na ninaona mateso na dhiki mlizo nazo na umasikini mlio nao, lakini nawatia moyo kwamba ninyi sio masikini, ninyi ni matajiri. Mungu anasema ninajua hata hapo mahali mnapokaa mna watu katikati yenu wanaojiita ni Wayahudi, kumbe sio Wayahudi, ila ni sinagogi la Shetani. Kwa Mungu huyo aliyesema na kanisa la Similina kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu, ndiye anayesema na wewe leo kwamba katika kumwamini Kristo na kumfuata Kristo, yawezekana unajiona wewe ni maskini, lakini Mungu anasema na wewe kwamba wewe sio maskini, wewe ni tajiri. Haleluya! Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Ndivyo Mungu anavyokuona, japokuwa wewe unajiona ni duni sana, unajiona ni wa chini, sivyo Mungu anavyokuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ufumbuliwe macho, uone kwa ndani Mungu anakuonaje. Mungu anakuona sio mtu. Lakini bado Mungu anasema, najua katikati yako watu waliokuzunguka ni watu wanaojifanya ni Wayahudi, lakini sio. Ni sinagogi la Shetani. Kwa maana kwamba ni wajumbe wa Shetani, ni walimu wa uongo ambao wanatumiwa na Shetani kukuletea mafundisho mengine yaliyo kinyume na yale uliyoyapokea kwa Mungu wako. Lengo wa kuvunja moyo, wa kukatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Waondoe uvumilivu ulionao na waondoe uaminifu ulionao kwa Mungu, ukiamini kabisa ya kwamba Mungu wako sio Mungu wa kweli, sio Mungu mwenye nguvu, sio Mungu mwenye uwezo, na wala hawezi akafanya jambo lolote kwako. Kwa Mungu anasema, ninajua watu hao unakaa nao,
katika macho ya kawaida wanaonekana ni Wayahudi, kumbe si Wayahudi. Ndivyo ilivyo leo. Kuna watu wamekuzunguka, kuna watu unakaa nao, wanaonekana ni Wakristo, wanaonekana ni wana wa Mungu, lakini sio. Ni sinagogi la Shetani, ni wajumbe wa Shetani. Na hao ndio wamekuwa wa kwanza kukuvunja moyo. Hao ndio wamekuwa wa kwanza kukatisha tamaa. Hao ndio wamekuwa wa kwanza kuliondoa tumaini ulionalo. Sasa Mungu anajua, anasema anajua mazingira unayoishi. Una watu waliokuzunguka ambao sio sahihi. Wao wanajifanya ni Wayahudi na wanaonekana hivyo katika mazingira ya kawaida. Lakini Mungu anasema na wewe kwamba tambua, hao sio, ni sinagogi la Shetani. Kwa maana kwamba ni wajumbe wa Shetani, wanatumiwa na Shetani ili kukuondoa kwenye mstari na kuondoa uaminifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anawaambia watu wa Smirna, anasema hayo yapo na ninajua, lakini anasema neno moja, msiogope.